Nasoma katika kitabu ya Joel kifungu kile cha 2 na mstari ni ule wa 28. Ujumbe wa leo ni mfuko mpya ya ngozi ya kuingia mvinyo mpya, ama new wine skins. Kifungu ni cha 2, mstari ni wa 28 na ule wa 29 unasema namna hivi: And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days. Sisi katika hivi tuko katika hizo siku. Huyu nabii anasema siku hizo nitamwaga roho wangu. Mungu Bwana Yesu anasema nitamwaga roho wangu juu ya miili yote, na miili yote wana wangu wataanza kutabiri. Wamesemekana wasichana wetu na wanaume wavulana wataanza kutabiri, na waume wazee wataota ndoto, na watu wanarika, yani the young people wataweza kuona maono. Na kuna mambo yametajwa hapo. Wajakazi wa Mungu, watumishi wa Mungu kama wewe na mimi, kila mmoja anayeamini Bwana Yesu ni mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wataweza kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Atajaza Roho wake Mtakatifu kwa miili yote. Bwana Yesu anasema hivyo. Kuna wengine wanafundishwa kwenye makanisa yao hakuna kujazwa na Roho. Lakini huyu mhubiri alisungumuza hivyo, akasema nyakati zinakuja na hii ndio wakati. Kutoka wakati Yesu alikuja na akajaza watu kwa Roho Mtakatifu katika kitabu ya Matendo ya Mitume kifungu cha 2, na wakati huo wote unafuatana mpaka wakati wa sisi. Mpaka wakati huo tuko siku ya leo. Ndio tunasema ya kwamba unajua kwamba Bwana Yesu alipoingia, muujiza wa kwanza aliofanya huko katika kitabu ya Yohana kifungu cha 2 na kutoka na mstari wa kwanza hapo, ni muujiza ambao alifindua maji ikakuwa nini? Mvinyo, ikakuwa divai, na akawa ameenda kwa hiyo harusi. Umejua ya kwamba Bwana Yesu Kristo kuja, hadithi yote ya Bwana Yesu Kristo kutoka mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia Revelation inazungumzia juu ya harusi. Harusi ya Bwana Yesu anapoenda kumaliza miaka yake huko duniani, ama wakati duniani, anaenda kumaliza na harusi ya kuoana na kanisa pamoja na yeye. Yeye ndio bwana harusi na sisi ndio nini? Bibi harusi. Kanisa ndio bibi harusi. Na ndiposa anapoanza huduma akaenda kwa hii harusi iliyokuwa huko mahali panaitwa Kena. Na alipokuwa pale mahali wakawa wana mvinyo. Desturi yao ilikuwa ni wakuwe na divai na wakunywe, kwa ajili divai inafanya nini? Divai inaleta furaha katika sherehe, na divai inaleta afya njema katika mwili. Na iko na manufaa mengine ambao siwezi kutaja kwa ajili ya wakati kwa saa hii. Lakini hao manufaa mawili tunaweza kuweka kwa akili. Inaleta afya njema number 1. Number 2, inaleta furaha na kuwa na furaha, watu wakisherekea kwenye sherehe, wanakunywa hiyo divai, wanakunywa mvinyo, halafu kila mtu anasikia hisia zimeenda vizuri na kila kitu anaanza kucheka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo anasema atajaza miili yote na Roho wake Mtakatifu. Tuna siku ya leo tunaenda kuangalia divai vile inafanana na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Waefeso kifungu cha 5 na mstari ule wa 18, utaweza kutusomea haraka. Unasema nini? Anasema ya kwamba usilewe na pombe nyingi ambayo inalewesha, bali ujazwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Ulewe na Roho Mtakatifu. Inasema nini? Hebu tusomea haraka. And do not be drunk with wine, in which is dissipation,
But be filled with the Spirit. Usilewe na roho mwingi unaokunywa, usilewe na mvinyo ama pombe, bali ujazwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hapo anatufundisha ya kwamba yule ameokoka anaweza kulewa na Roho Mtakatifu. Kama vile tu mtu analewa na nini? Na pombe. Kwa pamoja. Kwa hivyo anasema ya kwamba tusilewe na, sisi waliokoka tunapewa Roho Mtakatifu atuleweshe, bali sio nini? Sio pombe. Because ukilewa na pombe unaanza kupotoka na pesa yako inaishi hapo na mambo mengi itatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukilewa na Roho Mtakatifu wa Mungu utakuwa unaenda vizuri na utakuwa anakupatia hisia vizuri. Kwa hiyo mstari nasema na maanisha akiwa anatujaza na Roho Mtakatifu, anatujaza ndio tuleweshwe na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tunaenda kufananisha Roho Mtakatifu na ile pombe na ile divai ambao Bwana Yesu anaenda kutulewesha naye. Lakini ukiangalia kwenye hiyo harusi, tukiangalia kwanza kwenye hiyo harusi ya Yohana kifungu cha 2. Ukiwa utaisoma mwenyewe because ile wakati sitaingia pale. Lakini kwenye harusi wakawa na ndosi na mitungi 6 ama drums 6 ambazo zilikuwa na divai. Ilikuwa ni nyungu 6. Alafu mama yake akamwambia hawana divai. Wameishiwa na nini? Na divai. Na Yesu akawa anamwambia, mwanamke, mimi nahusiana nini na nini? Na divai yao. Bwana Yesu anaenda kwa harusi kwa ajili ibada yake ama mambo yale amekuja kutenda hapa duniani. Akianzisha miujiza yake, anaanza na harusi because mambo yale anakuja kutenda hapa duniani inaambatana na harusi. Ni kama tu ametoka mbinguni, sio kama ametoka mbinguni akuja kutafuta wale watamuamini, hao ndio watakuwa bibi yake. Wale watamuamini awafanyishe kanisa, na hao wanaendelea kuwaprepare na kutia hiyo divai mpaka siku ile ya mwisho ataweza kuwachukua ndio wafanye harusi na wao, alafu waingie kwenye karamu ya mwanakondoo. Ukisoma Ufunuo unaikuta pale. Anaweza asifiwe sana. Kwa hivyo ni kama ya kwamba Yesu ametoka mbinguni akaja kuposa wewe na kuposa mimi. Si mtu akioa mpaka aende kwanza akapose. Akuja akupose na anipose, alafu tukikubali sisi wote kwa pamoja tunakuwa bibi ya nani? Ya Bwana Yesu. Alafu siku ile anakaa, because nilisema siku ile nyingine katika desturi ya Kiisraeli, akienda kuchumbia msichana ndio amuoe, angemchumbia na saa nyingine alipe mali. Bwana Yesu si alilipa kwa damu yake kwa msalaba. Biblia inasema katika kitabu ya Matendo ya Mitume 20:28, kuna pati hiyo mstari inasema, feed the church of God which he has purchased with his own blood. Anasema fundisha kanisa ama lisha kanisa ya Mungu ambayo ameinunua na damu yake mwenyewe. Kwa hivyo Yesu alipokuja alilipa fidia, alilipa ile ndori ile ametuposa nayo kwenye msalaba Kalvari. Akasema hata namununua na damu yangu. Akadungwa kwenye pande, damu ikamwagika. Akanunua bibi yake, akanunua kanisa. Akapigwa mistari huku kwa misumari huku kwa mkono, damu ikafanya nini na miguu? Ikamwagika. Akanunua kanisa na damu yake. Na hiyo damu ndio ndori amelipia kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kutuchukua sisi ametuchumbia, amelipia already. Nimesema desturi ya Waisraeli, wangeenda kuchumbia msichana, alafu analipia hiyo ndori, alafu anaachwa. Akae ndio adhihirishe uaminifu wake. Akae ndio adhihirishe kama anaamini kwenda kuolewa na huyo bwana mmoja tu. Akae ndio adhihirishe ya kwamba yeye ana tabia njema, anafaa kuwa bibi. Akae ndio adhihirishe ya kwamba yeye ni mtu mwaminifu na atakaa akiwa mtu ameolewa na ana shughuli na wengine wako nje. Na hivyo ndio Bwana Yesu anatutaka sisi wote. Amekuja ndio atuchumbie sisi zote kama kanisa, na sisi alituacha ndio atuache tukae kwa hiyo dunia. Ukisoma katika Yohana 17 anasema si waondoi kwa hii dunia, bali na kuomba Mungu Baba uwalinde na uwachunge wakiwa kwa hii dunia. Haleluya.
anasema wachunge, walinde wakiwa kwa hii dunia, because mimi naondoka na ninawaacha huku. Nimewachumbia, nimelipa ile ndoari kwa msalaba wa Kalvari, nimelipa na damu yangu, na ninawaacha huku ndio wajidhihirishe uaminifu wao kwangu. Na ni sisi, mimi na wewe, ujidhihirishe uaminifu wa Yesu. Anapotokea kwenye mawingu akikuja kuchukua kanisa lake ambayo ni bibi yake, wewe utakuwa umejidhihirisha kuwa mwaminifu. Utakuwa umeachana na hizi vitu zingine zote za shetani, because tuko na shetani. Biblia inasema katika John 1 Peter, Petero wa kwanza kifungu cha 5, anasema nini? Anapita kila mahali akinguruma kama simba. Nani? Shetani. Anapita kila mahali ananguruma kama simba, atafute mmoja amwangushe, atafute mmoja amweke chini, amtafute mmoja mtie vitu mbaya za shetani. Na sisi ndio tujidhihirishe mpaka usimame na ujue kuna adui anapita kila mahali. Haleluya. Ukiwa umeachwa na Bwana Yesu, ujidhihirishe uaminifu wako, ujue mapepo na shetani wanapita kila mahali. Hata kwako wanaweza kukupitia asubuhi ya leo, hata kwako wanaweza kukupitia jioni, hata kwako wanaweza pita siku yoyote, waone kama watakuangusha. So it is you to stand by and usimame wakijua nimeachwa, nijionyeshe uaminifu wangu kwa Mungu. Nijionyeshe kama nitaweza kuolewa na Yesu na nidumu kwake bila kutamani waume wengine. Nijionyeshe kama nitaolewa na Bwana Yesu na nikuwe mwanamke mwema aliye na nini? Na tabia njema, na ataweza kufanya kazi ya bibi, na ataweza kutunza mume wake vizuri, na ataweza kukalia huyo mume bila kichwa ya kukua na wengine kule. No foreign affairs. Hakuna mpango wa kando. Bwana Yesu anatumainia kupata bibi, ana mpango wa nini? Wa kando. Na ni wewe ujikalishe. Sijui kwa nini naongea hayo hapo kwa notes zangu, lakini Bwana Yesu anatakia kila mmoja. Na ndio sababu akaenda kwenye harusi ya Kena, ndio aanzishe huduma, awaonyeshe nataka ikuwe namna hii. Sasa ile naanzisha huduma yangu, mwishowe inaendelea namna hii, na mwisho wake itakuwa ni harusi kama hii, na kutakuwa ni hivi. Kwa hivyo akawa kwa hiyo harusi, na mama yake akamwambia wameishiwa na nini? Na mvinyo. Alafu akaamrisha, of course waliongea hapo, lakini akaamrisha wale watumishi wajaze poti zote na nini? Na maji. Wote wakachotea maji, wakachotea zikajaa kabisa. Alafu alipokuwa zimejaa kabisa, akamwambia mtumishi mmoja, chukua pelekea kwa master of ceremony. Akampelekea. Alipompelekea anasema nini? Akaonja. Anamwambia nini? Anakimbia kwa bwana harusi wa hiyo siku. Yesu ni bwana harusi wa siku inayokuja. Ameshatuchumbia, ameenda kungoja aone. Unajua Bwana Yesu anaketi hivi anangoja aone vile wewe unatembea. Haleluya. Na ni wewe unajua utatembea namna gani, because unapotembea vibaya, hakikuja pale kwenye hanga, wewe utasikia wala utaelewa. Kumbuka tulisoma juu ya wanawali 10. Wale walikuwa wana mafuta, hawakusikia, hawakuelewa. Saa ile wameshaondoka, mambo imetendeka na watu wote wameingizwa kwenye uzuri. Na ni sisi tujikinge na tukalie tukiwa tumejikusanya, tukiwa tunakalia kwenye uaminifu, tukiwa tunakalia kwenye kukataa mambo yote mengine hali ambayo sio ya Yesu, na tunakalia tukingoja, because akikuja pale kwenye anga, wakipiga hiyo tarumbeta wanasema kwenye Bible, utakuta unaisikia na utafanya vile inasemekana kufanywe. Haleluya. Because hiyo tarumbeta naamini itasemea watu fulani vitu fulani, wakae vile watasemewa na tarumbeta. Haleluya. Na kwa hivyo ni lazima wewe ukwe unakaa kwa njia ambayo hakitokea kwenye mawingu. Hii harusi ni harusi maalum. Sio kama harusi umeshashuhudia hapa duniani. Itakuwa ni maalum. Haleluya. Na itakuwa na wake na waume. Kati yetu wale ni wandada. Wanaume pia tutaenda pamoja. Tukifika kule atatuonyesha what next. Anaenda kwenye harusi ya Kena ndio aonyeshe iko namna gani huduma yake ni kama harusi. Haleluya. Na akakuta pale akawaambia jazeni, na wakajaza maji kwenye hizo pots. Na walipojaza maji kwenye pots akamwambia chota kidogo pelekea master of ceremony. Akapelekea kule. Ule alipoonja akasema this is very good. Akakimbiza kwenye bwana harusi akasema, yani umeweka hii mvinyo mzuri namna hii na ukaleta ile mbaya kwanza. Mtu huwa analeta nini? Ile mbaya kwanza, ile nzuri kwanza, alafu watu wakilewa kabisa. Sasa hawajui wanakunywa nini, ndio wanaanza kuleta nini? Lingi.
Na Yesu nikawa nakumbuka katika kitabu ya Isaiah. Nafikiri na Isaiah chapter 46. Is it Isaiah 46? Anasema nini? Anasema in declares 46:10. Anasema in declares the hand before the beginning. Mungu anatambulisha mwisho kabla ya hiyo kitu kijaanza. Mwisho hiyo kitu anakitambulisha. Na ndio sababu anaenda kwenye hiyo wedding ya Kena. Anatambulisha huduma yake kabla hata huduma ijaanza. Anatambulisha, anasema huduma yangu itakuwa ni harusi kama hii. Na kuna wakati nitajaza vyombo vyote na divai. Kuna wakati nitajaza mwili yote na nini? Na Roho wangu Mtakatifu. Na nikijaza na Roho wangu Mtakatifu, Roho wa Mungu atakuwa ni wakunywe Roho wa Mungu na walewe na Roho wa Mungu, bali wasilewe na pombe. Haleluya. Na akawa anatambulisha namna hiyo. Na tena hiyo mstari kuna mahali inasema anafanya anachopendezwa. Ndio mstari hebu tusomee haraka. Declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I'll do all my pleasure. Kile nimeplania ndio kitafanya, na kile nitafanya na kusudia kufanya ndio nitafanya. Kwa hivyo hii inamaanisha ya kwamba kwenye Old Testament wakati ule tunapokea hizi maunabii, zilikuwa ni kwenye Agano ya Kale. Kwenye Agano ya Kale unakumbuka akileta wana wa Israeli kutoka Misri na anawaongoza kwa mkono wa Musa na anawafikisha kwenye Mount Sinai. Unakumbuka? Na Mount Sinai wanaambiwa mkae huko chini. Musa anapanda kwenye mlima, akitoka huko anatoka na utukufu mwingi. Unakumbuka? Alafu akitoka na utukufu mwingi wanamwambia hatutaki kuona huyo Mungu, wala hatutaki kusikia kutoka kwako. Wewe enda ukamsikiange na ukuje utuambie. Nakumbuka wakisema hivyo. Watu wakakataa kuona utukufu wa Mungu, wakakataa kujazwa na mvinyo ya Mungu ya kulewesha, wakakataa kujazwa na Roho Mtakatifu kama Musa, wakakataa utukufu mwingi wa Mungu, wakae kwenye maisha ya kuabudu bila utukufu mwingi. Si unakumbuka hiyo? Na Musa akafunga kilemba kwenye uso wake, ndio wakitokea kwa watu wasione nini? Utukufu wa Mungu. Hawataki hata kuona hiyo utukufu. Akasema hiyo ni yako na Mungu. Sisi tuambiange na sisi tutakuwa tukifanya. Watu wakajifungia wasijazwe na Mungu, wajizijazwe na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na ndio sababu Yesu anaenda pale anasema nitajaza spoti zote. Na kwa hivyo Musa akawa na utukufu wa Mungu peke yake, na watu wakawa wanaabudu na wanaenda tu wanajikokota wanafanya. Ndipo hata wakiachwa kidogo wangeenda wanatengeneza idol, wanatengeneza sanamu, wanaanza kuabudu because Roho wa Mungu hawajajaza nini kabisa. Roho wa Mungu angekuja tu juu yao na alafu angeendelea tu. Lakini ukijazwa na Roho wa Mungu kabisa, uleweshwe na Roho wa Mungu, utakuta ya kwamba hata unahisia vitu za Mungu, unaelewa na vitu za Mungu, Biblia inakuelea vizuri, unaweza kusimama na ukuwe na self control. Because ukijazwa na hii mvinyo ya Mungu ambao ni Roho Mtakatifu wa Mungu, anakupatia kuishi kwenye yale matunda ya Roho Mtakatifu yako katika Wagalatia kifungu cha 5 na ule mstari wa 22 anaosema nini? Utajazwa na upendo mwingi wa kupenda watu wengi na kupenda Mungu. Utajazwa na furaha nyingi. Ndio hiyo unaambiwa olewe na Roho, ujazwe na furaha. Utajazwa na furaha nyingi. Utakuwa ni mtu mwenye kuvumilia. Utakuwa ni mwaminifu, utaweza kuwa na upendo wa kindugu. Utaweza kuwa njendo mtu wako mpole. Utakuwa mpole kiasi. Yani kule kuwa na self control, unakuwa kiasi. Hautamani kile kitu mpaka ukakipate. No, unakitamani lakini unakitamani kiasi. Unaenda ukikuta pesa ya bana, unaona watu pesa ndio iko chini lakini unatamani kuchukua lakini unachukua. Unakuwa ni kiasi, hauchukui. Afadhali uchukue na uulize ni mwenyewe ni nani. Bwana asifiwe sana. Unakuwa na hizi matunda ya Roho ambayo iko na hizo flavor zote 9, utakuwa nazo ukijazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na ndio unaona wana Israeli ama wana wa Agano la Kale, kuanguka kwao inakuwa rahisi. Kuanguka kwetu inatakikana ikuwe si rahisi because unajua shetani anagoroma kama simba everywhere. Na lazima ukue alert. Lakini ukijazwa na Roho Mtakatifu uko alert na unasimama na Roho, ukimsikiliza Roho wa Mungu vizuri,
mzuri atakuelekeza, hapo umetenda dhambi, jirudishe. Hapa umemwambia vibaya, nirudishe. Vile unatembea, vile umevalia nguo, hata kuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpaka tutamani kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kwa hivyo Bwana Yesu akawaambia, mjaze poti zote. Alikuwa anaeleza hiyo story ya kwamba Agano la Kale utukufu ulikuwa kidogo, lakini agano hili vile nimeleta sasa, naleta mahali nitajaza mili yote na utukufu. Na hiyo utukufu wa Roho Mtakatifu utakuwa ni mwingi kwenye maisha ya watu, mpaka wataanza kutabiri, mpaka wataanza kuona maono, mpaka wataanza kuota ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo akawa wakati mwingine akawa anaulizwa na wale wafuasi wa Farisayo katika Luka kifungu cha 5 na mstari wa 30. Tukianza 33, hiyo tutasoma pamoja. Luka mstari wa 5, tukianza mstari wa 33, tukielekea pale chini. Wanamuuliza, ni kwa nini wafuasi wako hawafungi na kuomba? Hebu tusome na wewe ndio tuone hapo. 33. Then they said to him, why do the disciples of John fast? They fast for often and make prayers, and likewise those of the Pharisees. But yours eat and drink. And he said to them, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them. Then they will fast those days. 36 says, then he spoke a parable to them. No one puts a piece from a new garment on an old one. Otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. 37. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskin will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined. 38. But new wine must be put into new wineskin, and both are preserved. Again he says, no one, having drunk old wine, immediately desires new wine, for he says the old is better. Na ndio sababu anaenda kwa hiyo mkutano wa harusi na anahusishwa kwenye wine, kwenye mvinyo. Na hawa wameleta mvinyo ule mbaya kwanza. Alafu Yesu anawatengenezea mvinyo mzuri ambao unaonja tamu na unalewesha vizuri. Alafu anamwambia chota, pelekea waonje. Na huyu anauliza, kwa nini umeweka hii mvinyo kutoka wakati wote mpaka sasa? Haujatupatia hii mzuri kwanza, because mtu anapatia nanga gani mzuri kwanza. Na Yesu ana make a point there. Anasema the Old Testament imewekwa mpaka siku ile Yesu anaingia. Na imekuwa na hiyo mvinyo ambao hawawezi kuona utukufu wa Mungu. Roho wa Mungu anawakalia, wawezi kuona utukufu wa Mungu. Kuna mtu anapiki point. Na hawezi kuona utukufu wa Mungu. Lakini sasa Yesu anawaambia, nimekuja sasa nikiwa na mvinyo mpya, yani new principles of the kingdom. Nikiwa na mvinyo mpya, new doctrine of the kingdom. Nikiwa na mvinyo mpya wa mafundisho mapya na mema kuliko yale yalikuwa ya uzeeni. Kuliko yale yalikuwa ya agano mzee kale. Hayo ya agano kale haikuwasaidia na ilikuwa nzito na hakukuwa na utukufu. Lakini sasa nimekuja na mafundisho mpya. Anaulizwa na wao, wanamwambia wafuasi wa Wafarisayo na wafuasi wa Yohana Mbatizaji, wao wanafunga na wanaomba, lakini wako wanaenda tu. Na mara ndio mnafuatwa na watu wengi. Na mara ndio mnakuwa na miujiza mingi. Na mara ndio mnakuwa mnaonekana mnaendelea vizuri. Wanawauliza, kwa nini? Alafu Yesu anawajibu, anawaambia, hauwezi kuweka, na nitazungumzia juu ya wine skin. Kwenye hiyo mistari nyingine tutazungumzia baadaye. Lakini nasema hauwezi kuweka mvinyo mpya ndani ya mifuko ya gosi ambao ni mzee. Ni kwa nini haiwezekani? Kwa ajili mvinyo mpya unaendelea na kuexpand, because unakuwa fermented. Hiyo kuna divai ambao ni
juice ya grapes. Tuko pamoja? Divai ambao ni juice ya grapes. Na hii juice ya grapes ikiwekwa siku 2, siku 3 na inaongezewa maybe kama vile wanaongezeanga maziwa yogurt inaongezewa something. Ikiongezea hiyo na wanaweka siku 2 na siku 3, sinaanza ku ferment. Vile wanasoku wale wanatengeneza pombe. Si wanasoku pombe? Na inaanza kuferment. Hivyo tu ndio mvinyo, ndio divai inafanyika. Kwa hivyo ikianza ku ferment inaanza kufanya nini? Kuongezeka, kuexpand. Na kama hiyo mfuko ni mzee, ulishatengenezwa, umetumia divai siku nyingi, umesha expand, umefika mwisho. Kwa pamoja. Kwa hivyo ukiweka hii divai mpya na inaanza kuexpand saa hii, ikifikia mwisho mahali hiyo mfuko imefika, hapo mbele itafanya nini? Itapasua hiyo mfuko na itamwangika, alafu na mfuko itakuwa imepasu. Kwa hivyo utakuta zote mbili haziwezi kuokoteka. Huwezi okota divai na huwezi kutumia hiyo mfuko Na Yesu akawaambia, hao walikuwa wanamuuliza, kule Agano ya Kale walikuwa na utukufu, waliambia Musa afunge. Na ilikuwa ni utukufu ambao ni kama si utukufu, lakini ni utukufu ya siku hiyo, ndio Mungu alitaka siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli ilikuwa utukufu mkubwa. Tunakumbuka zile miujiza wale Musa alitenda. Tunakumbuka bahari ya Shamu ikikanganyika katikati na wakapita. Kweli ilikuwa ni utukufu mkubwa. Lakini utukufu wa siku ya Yesu alipofika akawaambia, sasa hivi nimekuja na mvinyo mpya, new wine. Nimekuja na mvinyo mpya na watu wamezoea divai hiyo mzee. Wote ni skins ziko mzee, ni mifuko ya ngozi ambazo ziko mzee. Angalia, wamezoea kufundishwa hiyo njia ya kufunga na kuomba. Nikiwaruhusu wafunge kwa hiyo njia ya kitambo na kuomba, hawataweza kuingia hii mvinyo yangu alafu waendelee. Hata mvinyo yangu itaharibika. Mvinyo ya Yesu ilikuwa ni hizo principles za ufalme wa mbingu, ama maagizo ya ufalme wa mbingu. Maagizo yake kati yao ni hiyo kufunga na kuomba. Ingine inakuwa ni ya ubatizo, ingine inakuwa ni ya kujazwa na Roho. Kuna maagizo ya ufalme wa Mungu kadha wa kadha. Na kwa hivyo walikuwa wamemuuliza maagizo moja, one of the ordinances, one of the ways of the kingdom, ndio walikuwa wamemuuliza. Na yeye akajibu akamwambia nini? Hatuwezi kuweka hiyo mifuko. Nyinyi nyote mko na mifuko ya ngozi ya kuwekwa mvinyo. Na kila mmoja wetu ako naye. Unajua ni nini? Roho yako. Ile roho yako ndio mpaka na roho yako ndio mpaka uipinduke na iangalie mambo ya ufalme wa Mungu, ianze kuona mambo ya ufalme wa Mungu kulingana na vile Yesu Kristo ameileta. Tusikae katika Agano mzee ya kale, hali tumeokoka katika Agano ya mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano ya kale waliambia Musa, tutaki hiyo. Hii ya leo ambayo Yesu alikuja na akaleta mvinyo mpya, akasema maagizo yangu ya kufunga ni tofauti na hiyo wanafunga huko. Maagizo yangu ya kukaa ndani ya ufalme ni tofauti na hiyo wako huko. Maagizo yangu ya kusafika ni tofauti. Na kwa hivyo mpaka ikue, unaona mstari wa 39 inasema nini? No one having drunk old wine. Si unaona ile wine ya Agano ya Kale? Akiwa amezoea mafundisho ya Agano ya Kale, immediately hawezi kubadilika achukue hii mafundisho ya Agano mpya. Unaona hiyo? Immediately inachukua a process. Inachukua muda, haendelea akibadilisha the world view. Kuna kubadilisha the world view of how you view the kingdom of God. Vile unaangalia ufalme wa mbingu, unabadilisha vile unaangalia, vile unauchukua, vile unaupokea, unaendelea ukibadilika mpaka kutawakuta wakati umefika unakuta umekuwa kiumbe kipya vizuri, ya kale yamepita na mpya yameanza kuingia, na inaingianga ikiendelea ikibadilisha mpaka utakuta ya kwamba unaona mambo in a new world view. Unaona mambo kwa utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka unakuta umefanyika sasa mfuko mzuri na mweupe ama mpya ambao unaweza kuingizwa nini? The new wine. Na ndio Yesu akasema, hawa wamezoea ile mzee. Na immediately dakika hiyo hawezi kuingiwa ile mpya.
Dakika hii nikianza kuambia wafunge, watafunga na hiyo njia ya ngano ya mzee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanahitaji saa hii niendelee nikiwapeleka pole. Na ndio sababu Yesu akachukua na miaka 3 ya huduma akiwafundisha na pole. Pale pengine aliachia ya kwamba Roho wa Mungu akija anaendeleza hiyo hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawatayarisha pole. By the time wanafika hiyo Pasaka iko katika Luka chapter 22, ndio pale akasema nimetamani kula hii mvinyo pamoja nani, kwa ajili sitaikunywa tena mpaka nikunywe kwenye hiyo harusi ya mwanakondoo. Kwa pamoja. Kwa hivyo akawatayarisha, mwisho akaenda kalipia, akajenga ile angano mpya katika hiyo siku ya Alhamisi kwenye meza ya Bwana. Ile meza walikula, akatengeneza, akasema mkate huu ni kikombe hiki ni divai mpya, ni divai hii ni kikombe, damu yangu ile inamwagwa kwa ajili yenu. Akatengeneza agano. Anaweza asifiwe sana. Tuko pamoja. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba alipofanya haya mambo yote akawatayarisha miaka hiyo yote, because immediately wangepokea Roho wa Mungu. Tukasema huyo mvinyo ni Roho wa Mungu. Within the 3 years akawatayarisha, na immediately baada ya hiyo alipokufa msalabani na kufufuka akipaa mbinguni, akawaambia mungoje Yerusalemu. Katika Matendo ya Mitume kifungu cha 2 kutoka mstari wa 2 kuelekea chini, ndio hiyo Roho wa Mungu alikuja na akajaza mili yote yao. Kila mmoja akaanza kuzungumza na Roho Mtakatifu. Kila mmoja. Mili yote ikajazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo na hii ndio tunasambasiwa na hao wafuasi wa Yesu. Tulipofikiwa na tukafikiwa na hii neno, pia sisi tunahitajika kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Hivyo na hivyo Bwana Yesu anasema, unakumbuka akisema huyo mtu master of ceremony, akisema hii divai mpya umeiweka mpaka sasa, ungepatia watu kwa saa hii. Kuna divai mpya Bwana Yesu ametuwekea kwa nyakati hizi za mwisho, ambazo kila mmoja wetu tunahitaji kujitayarisha ndio tupokee hiyo divai mpya ambayo ametuwekea, ile ya kufanya kazi ya hizi nyakati ambazo ni za mwisho. Umeona nyakati zimekuwa ngumu siku hizi. Na wanasema coronavirus imekuja. Nimeangalia CNN, alikuwa anasema coronavirus imekuja kwenye dunia na imebadilisha mambo kwa dunia kabisa. Haitakuwa the same again. Na mambo imeanza kuwa ngumu, na tunahitaji kujazwa na hii mvinyo mpya kwa ajili ya wakati huu umefika, na kwa ajili ya kazi ambayo Mungu ameleta mbele zetu. Lakini anasema haiwezi kuingia kwa vyombo ambazo ni mzee. Haiwezi kuingia kwa skin ambazo ni roho ambazo hazijatayarishwa. Ni mpaka tutatayarisha roho zetu ambazo hiyo Roho Mtakatifu anapomwagwa, ama nguvu za Mungu za kufanya hii kazi yake inapomwagwa, ikute imeingia kwa new skin. Mfuko mpya ya ngozi mpya ambao ikitaka kupanuka inapanuka. Ikikwambia twende na huko ninakutafutia mtu ukahubiria huko, unakimbia kule. Ikikwambia ni siku na ni kundanzi siku yote, unadanzi mbele za Bwana. Si Daudi alifanya hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ikikwambia ni Roho wa Mungu, ikikwambia ni hiki, unakuwa kile. Akwe ni roho wa kufanuka. Ni roho utamsikiliza na atakupeleka vile anavyotaka, sio vile sisi tunavyotaka. Unajua ngozi zetu za roho zetu zikiwa ngumu, zikiwa hazijatayarishwa, ukitoa ngozi na utupe tu hapo, inafanyanga nini? Inakoromana. Inakuwa ngumu na inakuwa imekauka bila kukua kwa shape. Kuchukua hiyo ngozi itengeneze vizuri, ifanyike mfuko wa kuweka divai, inakuwa ngumu sana. Kwa pamoja. Kwa hivyo wengine wetu anaweza kuwa ngozi, Bwana Yesu anaendelea kutengeneza na Roho wake Mtakatifu ndani yetu, lakini inakuwa ngumu. Na ni sisi tukalishe roho zetu vizuri, atengeneze skin mpya ndani ya roho zetu, ndio amwage Roho wake Mtakatifu kwa skin mpya. Mtu anatengeneza ngozi mpya namna gani? Hebu tuingie katika kuona ile ngozi mpya inatengenezwa namna gani. Number 1, unachagua ngozi ya mbuzi. Mara nyingi walikuwa wanatengeneza kwa mbuzi. Unachagua na ngozi ya nini? Ya mbuzi. Ukichagua ngozi ya mbuzi, unaisafisha. Wale wanachinja wanajua hiyo jambo nikisema wanasafisha. Kusafisha wanafanya nini?
Kusafisha ngozi unaifanya nini? Unaenda ukitoa tunyama tule tumebaki na tuvitu tule tuko pale hivi, unatoa unaisafisha. Number 3, ukimaliza kuisafisha hivyo, unarudi unafanya nini? Unaidry. Unaikausha. Okay? Ukiikausha namna hiyo, na ukiikausha ukiacha tu hapo itakakudoromana. I don't know. Sijui niseme nini hivyo kwa Kiswahili, lakini inafanya nini? Inajikunja kwa njia ile upendi. Kwa hivyo unaweka kikingi hapa na kikingi pale na kikingi pale, unaikausha kwenye jua ndio ikauke ikiwa safi na ikiwa kwa fomu. Ukija kutengeneza hiyo skin yako, pia unakuja unaikunja in the form. Unaikunja ile form unataka skin ikue. Kama unataka skin iende round, unaikunja kuelekea round. Kama unataka skin ikue hovo, unaikunja ikue kama nguad. Unaikunja ikakaa kama nguad. Unaikunja kwenye form. Hiyo number 4. Number 5, ukishafanya hivyo una stitch. Si unaikata. You cut the form. Si unakata hiyo form umekunja? Unaikata. Alafu unarudi unaishona. Ukiishona unaipinduanisha upside down. Because umeshasa hilo likausha, ulitoa manyoya, si ndio? Unaipinduanisha upside down, sasa ndio kushona kwa ndani. Tuko pamoja? And then kumaliza hiyo ukipindua upside down, unarudi una seal kule ndani mahali kulikuwa na mianya ya shindano. Kwa pamoja. Una seal, kuna miti unachukua, unaweka ndani, una seal, unapaka, alafu inakuwa sealed, ikuwe waterproof. Ukiishona unaishona hair tight. Nimepita hiyo ya kushona. Unaishona ikuwe hair tight, haina hewa inaingia. Because si ukisoka hiyo pombe inakuwa uingize hewa ndio iweze kunini sana. Haya, and then unaishona. Ukishashona namna hiyo, una make a rim for the mouth. Si utakunywa kama umeshona na imekaa hivi, huwezi kunywa hiyo mvinyo vizuri. Si lazima ushone hapa kwa mdomo, umake rim. Shone mdomo vile itatokea vizuri, ikuwe na mdomo. Tuko pamoja? Alafu ukishashona mdomo, unajua ni mfuko. Ingine inakuwa kubwa, ingine inakuwa ndogo. Unaweka kamba za kubebea. Kwa hivyo unaweka kamba pande hii ili utakuwa unabeba nayo. Alafu kutoka namna hiyo ndio utaweka mvinyo yako mpya. Kwa ajili ni mfuko mpya. Mvinyo ikianza kupanuka na mfuko itafanya nini? Na unajua hii mfuko inashonwa na binadamu, ishoni na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wewe ndio unataka kuweka mvinyo? Unataka mvinyo ingie kwako, si ndio? Kwa hivyo ni wewe unashona mvinyo, mfuko ya roho yako unaishona, unaiweka vizuri, unaikausha. Tuingie tuone Bwana Yesu anasema nini juu ya hizi points ametupatia. Kule kusafisha ama kule kuchukua kuchagua ile ngozi ya mbuzi, ni Bwana Yesu amechagua wewe kutoka kwa ulimwengu. Akakuleta kusikia neno kama hii na ukaokoka, na akakufanya mwana wake, kupatia nguvu za kufanyika mwana wake. Kwa hivyo umeshachaguliwa. Yeyote unasikia hii neno na umeokoka, umeshachaguliwa. Number 1. Number 2. Unayasikia na umechaguliwa, unahitaji kukauka. Na Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni wewe utaweka ngozi ya roho yako ikauke. Inakauka namna gani? Ukiangalia katika kitabu ya Waebrania, Hebrews chapter 5 verse 12 to 14 inasema nini? Kuna wale ambao hawajakauka na wanataka tu kukunywa maziwa. Unapokauka unafanyika Mkristo amekomaa. A full mature Christian. Mkristo yule amekomaa ambaye huyu amekauka, atishiwi na tuvitu kidogo kidogo. Aanguki na kila upepo inakuja. Haendi kando na kila neno ameambiwa. Akimbii na kila mahali ameambiwa, huku unaombewa na utume 500 ama utume sijinga. Haendi na mambo yote ya uongo. Amekomaa na amekauka. Inasema nini hiyo Waebrania 5:12 and to 14. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe.
But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who, by reason of use, have their senses exercised to discern. Wengine wetu wameokoka lakini tumembaki tukiwa wadogo watoto. Na kuna watu Mungu anazungumzia na hii neno akisema, unahitaji kukuwa mwalimu wa hii neno siku ya leo, lakini bado unahitaji kupembelezewa na maziwa, unapewa mnyonyo kama mdogo. Hawezi kujiombea, hawezi kufukuza hata pepo hata moja, hawezi kuusimama. Shetani akigoroma karibu nawe ni kulia unalia, na mambo kama hayo. Unakuwa ni yule unatakikana weke ngozi yako ya roho yako ikauke na uanze kukomaa. Anasema ukiwa namna hiyo unapewa maziwa. Na ukipewa utapewa maziwa mpaka lini? Corona imekuja na mambo yamekuja, ni mambo nahitaji sisi tukomae. Hata yule unaonanga mtu akibebeshwa vyombo akiwa mchanga, anakuwa mfupi na anakomaa akiwa nini? Sisemi kuna watu wameomba wakiwa wabubi. Hata mama zao ni wabubi na baba zao ni wabubi. Lakini kuna wengine wanakuwa amebebeshwa vitu kwa kichwa akiwa mdogo na anaendelea tu kubeba siku zote mpaka anakuwa mfupi na anakomaa akiwa nini? Huyo mdogo hivyo tu. Na ndio tunasema hizi vitu zimetokea, inatufanya sisi wote tuanze kutafuta njia ya kukomaa. Hata kama hukuwa umekomaa, hata kama uliokoka juzi, ukue haraka na ukomae because ukikomaa mapema unaanza kukula mapupa, unaanza kukula solid food. Hiyo imeitwa chakula ngumu, ambao ni ya neno la Mungu. Chakula yetu ya kiroho ni hii neno ya Mungu. Unaanza kukula mapema chakula ya ile ngumu, kwa ajili mambo imeanza kukuja. Kwa ajili sasa kama saa hii, pastor anakuwa wapi? Umemuona pastor siku gani? Umekuwa nyumbani na hujaona pastor wako, si ndio? Tuseme hao mko hapa pengine umeona mimi. Lakini wale wengine wako kanisani, tunakutanianga kanisani kila Sunday, wameona pastor siku gani? Wako na karibu miezi 3 wajaona pastor. Na mtu atakuwa mgonjwa, na ndio hiyo tunasema hata ukiwa mgonjwa huwezi kujiombea na umekuwa mtoto ndani ya roho. Ni mpaka hizi vitu zimekuja tufanye nini? Tukomae mapema na tutafute kukomaa mapema, tukue sio watu wa kupea maziwa, bali ni watu wamekomaa. Ataweza kuondili na kesi yoyote inakuja na anamaliza na anaenda, anaomba, anajiombea, anafunika nyumba yake na damu ya Yesu, anainua na nyumba yake, wanaomba pamoja na watu wanakomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nitaiita kundry. Utaweza kuweka hiyo skin yako ya roho yako ikiwa imedry na mna hiyo, alafu Bwana Yesu atakuwa anakubariki. Kuna kuanza kukomaa. Haleluya. Kuna kuanza kujiombea. Kuna kuanza kusoma neno isikie, uanze kutafsiriwa na roho wa Mungu ndani yako vile ulikuwa unatafsiriwa na pastor. Kuna kuanza kuendelea ukiita mbinguni na ukigonga na ukiask na ukiitisha na ukiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile point nyingine ya kutengeneza new wine skin ilikuwa ni point ya 4, inasema ni kukata. Unakata ile wine skin, inakata ile ngozi yako umechagua kwa ile form inayotakikana. Haleluya. Na ile wine skin ya roho yako kuna wakati unatakikana, kwa wakati umefika saa hii unatakikana uikate. Because kuna vitu utakata kuingia kwa roho yako. Kuna marafiki utakata. Kwanza kuhusiana na wao, utaachana na marafiki hiyo. Kuna mambo unafikirianga utaikata kutoka kwa akili yako. Kuna maneno ama kuongea kwingine utakata kutokana na kuongea namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema let not any corrupt word come out of your mouth. Katika Waefeso kifungu kile cha 4, naona mstari wa 20, I think is 29, anasema nini? Usiachilia neno lolote chafu ama ya muzaa kutoka kwenye mdomo yako. Si iko hapo? Kuna wakati utakata maneno, utakuta unaanza kukomaa. Ukikata maneno yale maovu na machafu, umeifika hiyo unaanza kutusomea. Ukikata maneno machafu na ya muzaa, ukikata na uovu wote, ukikata tabia zile zinakuingiza kwenye dhambi na kwenye shida, ukikata na marafiki ambao wanakuambukisha uovu. Unajua Mkamba alisema nini? Kuimutinda na mukundu na kekata na kunduke. Unapokata hizo zinakufanya ukunduke, unakuta umefanya nini? Umeanza kukomaa, umeanza kudry, umeanza kukauka. Umeifika? Yes. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
tunakata zile maneno ambazo sio nzuri kwenye maisha yetu na sio nzuri kwa yule anasikia. Tunaongea jana tu, yule anayetaka kusikia atataka kusikia gani hilo. Unakata hizo zingine. Kuna vitu nyingi utakata. Na ni wewe ukae na maisha yako hivi na uangalie maisha yako ujue ninakata hii. No, this is not good. Hata Roho wa Mungu atakufundisha. No, this is not good. Wacha nikate hiyo. Hii chakula sio nzuri, wacha nikate hii. Hiyo vile naendanga kwa huyo sio vizuri, wacha nikate hii. Hii masengenyo sio nzuri, wacha nikate hii. Kuna vitu nyingi utakata. Kuna mafikira yako negative utayakata. Mpaka utafute world view ya Yesu. Haleluya. Alafu anasema hiyo nyingine ilikuwa nikupatia pointi ya 5 ni nini? Stitching. Kushona. Sio umekata formula unataka. Sasa unaishona. Unaishona kwa njia ile itakuwa hair tight. Itakuwa hair tight. Kwa hiyo hiyo mfuko ya roho wako Bwana anataka kumwaga divai. Anasema ikue hair tight. Haiwezi kuingia. Umeshaona yai? Si umeona yai ya kuku? Yai ya kuku ikiingia hewa itafanya nini? Sitaoza. Sasa anataka roho yako iko imefungwa namna hiyo, imeshonwa namna hiyo na iko airtight. Haiwezi kuingia dhambi, haiwezi kuingia mafikira mbaya, haiwezi kuingia uovu wote, haiwezi kuingia chochote cha yule muovu shetani, because kikiingia sinakufanya uoze, na akikuja kumwaga roho wake mtakatifu pale ndani atakuta umeshaoza kitambo. Hakuna mahali roho wa Mungu ataingia. Si roho wa Mungu ni mtakatifu? Ataingiana na kitu kimeoza? Mungu atusaidie. Mungu aweze tu kutusaidia. Akifanya kutushona, ama wewe ukishona hiyo mfuko yako ikuwe airtight, aweze kutusaidia. Tukue tunafungia chote nje. Ndani kuna kile kinaleta usafi. Ndani kuna utakatifu wa Mungu. Ndani kuna nguvu za Mungu tu. Ndani kuna uweza wa Mungu. Akijaza mili yote na Roho Mtakatifu, atakuta mahali pazuri panajazwa Roho Mtakatifu na aendelee vizuri. Haleluya. Akishashona point hiyo nyingine ni kupandilisha upside down. Sio skin. Tunaongea juu ya hiyo skin. Inikishonwa inarudi inafanywa nini? Inabandilishwa upside down. Kuna njia ile anaweka either mkono ama mti anaibandilisha upside down. Akibandilisha upside down inatakikana ikue ni ile imebandilishwa. Kwa hivyo tumeenda katika kitabu ile ya Romans chapter 12 and from verse 1 and 2 maybe. Anasema nini? Be thou transformed by the renewing of your mind, so that you get the new world view. You get the new mind of Christ. Kumbuka tunasoma hii mistari yote imetokana na Luka 5:37, 38 and 39. Akisema hatuwezi kuweka mvinyo mpya kwa ngozi mzee. Na akasema tukiweka immediately hawatakubali because itakuwa nzuri. Tuko pamoja? Kwa hivyo ni process. Hata hii kubadilishwa na hizi zote tunasema ni process. Inakuwa ni wakati unaendelea ukibadilika. Mwisho unakuwa ni nini? Ni new wine skin ambayo itaweza ingia nguvu za Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hivyo hiyo mstari inasema, sitaisoma kwa leo lakini unaijua, inasema be thou transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is the acceptable will of God. Haleluya. Na ndio anasema tubadilishwe kwenye akili zetu. Tubadilishwe kwenye vile tunafanya mambo. Tubadilishwe vile tunaona ufalme wa mbingu. Tupate a new world view of the kingdom of God. Tupate maono mpya ya vile ufalme wa Mungu unafanya kazi. Tupate kuona vitu kama vile Yesu anaona. Tuanze kuchukia kile Yesu anachukia, na tupende kile Yesu anapenda. Haleluya. Tuanze kubadilishwa kabisa, na hiyo ndio anabadilisha hiyo skin upside down, ukuwe ni mtu amebadilika. Ukiwa kwa wale wengine hawajabadilika, waonekane mwingine ako na sura mpya hapo ndani na ameshabadilika. Wewe ndio unawakanisha, hapana msikunywe pombe. Wacheni kusengenya hapa karibu na mimi. Wacheni Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa ni yule amebadilishwa. What is the next point? You seal it on the inside to make it water tight ama waterproof. Nimesema kuna miti wangetumia, wanatengeneza ile kitu ya kupeleka kuweka kwa mahali wameshona kule ndani, alafu wanapaka, inakuwa sealed. Zile mashimo ya shindano inakuwa haiwezi kutoa mvinyo ikiwa imewekwa ndani. Tuko pamoja? Kwa hivyo inakuwa watertight.
ama inakuwa waterproof. So ndio hiyo tunasema nawe pia kwenye roho yako na kwenye hiyo skin ya roho yako anatayarisha aweze kuweka kusili na nguvu za Mungu. Kusili na hii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusili na hii neno la Mungu ukue. Ukitaka kuendea dhambi namna hii unakumbuka neno fulani. Ukitaka kuendea dhambi namna hii unakumbuka neno fulani. Hii neno la Mungu inajaa kwenye roho yako. Unakuta ya kwamba imesili roho yako na unakuta hakuna mahali inaweza kuingia uovu. Ama maji iwezi kuingia ikapita ikaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasili na hii neno la Mungu. Nakumbuka mstari tulisomewa hapa tukiomba siku nyingine. Katika Mathayo 12 ulikuwa unasema shetani akitoka kwa roho ya mtu anaenda kutafuta makao na akikosa anarudi kuangalia kwa hiyo roho ya mtu. Awe ameokoka ama hajaokoka. Akikuta hakuna hii neno anaenda anafanya nini? Anatafuta mapepo mengine 7 wakiwa 8 wanakuja kukaa pale ndio wasimolewe pale hata siku hata moja. Tuko pamoja. Kwa hivyo unajaza hii neno kwa roho yako ndio isile hiyo kukua hakuna loophole. Shetani anaweza kukuja na akute kitu aweze kuingia. Hallelujah. Amen. Unasili, kuna kusili. Hallelujah. What is the next point ya kutengeneza new wine skin? You make the rim of the mouth. Unatengeneza mahali utakuwa unakunywa hiyo mvinyo yako ama mahali itatokea. Unaitengeneza. Na ndio hiyo tunasema, hiyo skin ya roho yako iko namna gani? Skin ya roho yako iko namna gani? Iko na mdomo. Iko na mahali hiyo roho wa Mungu akikuja ama akitaka kumwaga wine ataweza kumwagilia. Unajua kuna wengine ako na mdomo lakini ameifunga ama imetwist imeenda pande nyingine na akitaka kumwaga roho wa Mungu pale ndani haiwezi kuingia. Wengine wanajazwa, huyu anatoka tu vile aliingia. Anakuwa ni yule ameingia akiwa hajanyesha, amebatizwa amekuwa weti, amebatizwa akitoka amekuwa nini? Ameingia kwa maji dry, anatoka akiwa nini? Dry. Anaingia kanisani akiwa dry, anatoka akiwa nini? Dry. Amekuwa ni kafu, amekauka. Biblia inasema tuendelee tubadilishwe kwenye hisia zetu, tupate na ujuzi wa Bwana. Alafu Bwana ataweza kutubariki. Haleluya. Amen. Tengeneza mdomo na uweke ukiwa kwenye hali ile inatakikana kukua. Ndio akimwaga. Umeonaga kama nyoni? Watoto wa nyoni wakikaa pale na wanajua wanasikia njaa. Unajua ni mpaka usikie njaa ya roho wa Mungu. Usikie njaa ya kumpata Mungu sana. Usikie njaa ya kuhusiana na roho wa Mungu sana. Usikie njaa ya kumtafuta Mungu sana. Wanyoni wakikuwa watoto wa kanyoni, wakikuwa pale kwa hiyo kiota, alafu wanasikia njaa. Wakisikia tu hapo nje barabara. Unajua hawakuangi wanaona. Akisikia tu barabara hapo nje, hata kama ni nyoka inakuja, atafanya tu. Anapanua tu. Hata kama ni ndege nyingine imepita pale ikiangalia ndugu nini majirani, anapanyoa tu. Hata kama ni matawi imepituka hapa na inaanguka pale, anafanya tu. Because yaone ni nini kinakuja. Na ni mpaka tukue in that expectation. Kama unataka unajazwa na mvinyo mpya na unajazwa na roho wa Mungu vile amesema anajaza miili yote, ni mpaka tutakuwa ni watu wako kwenye expectation. Unatengeneza mdomo yako. Ukisikia roho wa Mungu anakuja, mbona umegishia sio roho mbaya, ni roho wa Mungu. Mbona umegishia sio roho wa shetani, ni roho wa Mungu. Akija unapanua, unaweka mdomo yako saa ile. Because umetengeneza mdomo yako na umeshona vizuri kwa njia ile, itaweza toa na iingize. Unajua utatoa, Biblia inasema atatujaza na Roho Mtakatifu na within us kutakuwa na spring of living waters. Itakuwa ukizungumuza inatoka inaingia mwingine. Ukizungumuza inatoka inaingia mwingine. Na haya anaijaza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu pointi nyingine tumalize. You put the handles ukuyandi. Unakuwa handy. Unajua ukiweka kitu handles inakuwa unaweza chukua haraka. Lakini ikikuwa haina handles, kuchukua hata inakuwa ngumu. Unakuwa handy. Unachukuliwa na Roho wa Mungu haraka. Na Philip alikuwa anakuwa handy. Anachukuliwa na Roho wa Mungu, anapeperushwa, anapelekwa njia nyingine. Anachukuliwa, anapeperushwa njia nyingine. Tukue watu wako handy mbele za Bwana. Uko available. Unaweza tumika mbele za Bwana kwa njia yote. Anakuweka nini?
cords za kubebea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kufika hapo, ukifikia pale utakuwa ni yule amekomaa vizuri, akianza kumwaga mvinyo yako utakuwa tayari. Watu watatayarisha the skin of their hearts waiweze kukua ni ile Bwana Yesu anatamani hata yeye kuja kumwaga mvinyo wake. Kuna watu wamekuwa kanisa na wamejazwa na roho, lakini wakaachilia ikandry na ikakuwa kafu. Na Bwana anasema hata skini ziko kafu zinaweza kubadilishwa sikuwe safi, sikuwe mpya na sianze kufanya kazi tena. Haleluya. Amen. Hivi anabadilisha skini iko kafu namna gani? Ikiisha mvinyo na ikiachiliwa na ikauke kwa miaka mingi, inakauka na inapasuka, inakuwa ngumu na inakombana golomana na inakuwa mbaya. Kwa hivyo ile njia unaweza kuifanya mpya tena ni kuja kuisoko kwenye maji. Unaingiza kwenye maji, inakaa hapo kwa muda fulani, alafu ukitoa kwenye maji, unarudi unaisafisha hapo kwenye maji, unarudi unachukua mafuta, unaipaka ndani na nje na unaimasaji. Kuna Wakristo wamekauka kabisa na hata wana kiu ya Mungu, lakini hata hawajui vile wataenda. Kuna Wakristo wamekauka, unakuta hata kuomba anaombea chakula tu jioni. Akiweka chakula kwa meza ndio anakumbukanga kuna ndio anaomba. Anajua tu maombi ya chakula. Kuna Wakristo wamekauka, Biblia yao wakichukua kila wakati. Kama saa hii tumekaa nyumbani miezi 3. Sijui akipiga hivi mtu atatoka mbali. Hata afadhali corona. Akipiga hivi itakuwa inatoa ile mshare kabisa, unasikia wale wako karibu wanasinizi wote. Miezi 3 hiyo. Na tukiendelea je? Mtu uchukue Biblia yako na usome. Kuna Wakristo wamekauka kiasi. Kuna Wakristo wamekauka, unakuta ya kwamba hata hakuna mstari anaweza kukutajia ya Biblia. Hata hakuna maombi anaweza kukuombea. Akikuja kukuangalia kwa hospitali na uko mgonjwa anakuambia, "Oh, okay. Wewe yao utadie." Na anda ubonya hawezi kukuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua skini ikikauka na maana hiyo inakodolomana. Inapindukana, inaingiana, inakuwa haiwezi kitu kinaweza kiingia ndani. Anahitajika na Roho wa Mungu ajiingize kwenye maji ya hii neno la Mungu, na akalie kwenye maombi, na akalie kumwabudu Mungu sana, na asome neno sana, ndio ainue hiyo skini ya roho wake, alafu iweze kufanyika ile inaweza kuingia kitu. Na harudi amasanji roho wake na kuomba sana, na kuabudu sana, na kusifu sana, na kumuinua Mungu sana, na kukuja karibu na Mungu sana. Anasema, "Draw nigh to me and I will draw nigh to you." Ni wewe utaanza ukaribie Mungu, anze kusoma neno lake, uanze kuomba, uanze kumwabudu, uanze kukalia maisha ya kiungu. Ukikaribia kwa Mungu, naye atakaribiana nawe. Nawe utakuwa umetayarisha moyo wako. Anahitaji Wakristo wamekomaa, akiwanjaza na Roho Mtakatifu, akiwanjaza na hiyo mvinyo mpya. Kwa hivyo akaprepare wafuasi wake, watumishi wafuasi wake, akawatayarisha miaka 3. Na wakati ameenda juu, akawaambia, "Ngojeheni, nitajaza miili yote na mvinyo wa kutoka juu mbinguni. Na hii mvinyo itawatia nguvu za kushuhudia jina langu, nguvu za kutenda miujiza, nguvu za kufanya mambo makuu, nguvu za kuwafanya mkae bila kutenda dhambi, nguvu ya kujulikana nyinyi ni wafuasi wangu halisi." Na mwishowe katika Matendo ya Mitume 2 mstari wa 2 kuteremka na 4, akawajaza na Roho Mtakatifu, wote wakaanza kunena na lugha zingine, mpaka watu waliokuwa karibu akasema, "Hawa wamelewa." Tunaona Roho wa Mungu ni mvinyo inalewesha. Roho wa Mungu ni mvinyo inalewesha. Na sisi ni tutayarishe mioyo yetu, tutayarishe nafsi zetu, tutayarishe the skin of our heart, ndio ijaze na Roho wa Mungu. Wakati huu Bwana Yesu umeanza, unaona vitu zimeanza kuharibika kwenye dunia yote. Bwana Yesu anatafuta wale atajaza wafanye kazi ya hii mzimo wa mwisho. Kumbuka yule tumesoma katika Yohana 2 kwenye hiyo harusi ya Kena, aliwaambia, "Mmeweka hii mvinyo mpaka wakati huu watu wamemaliza harusi, ndio mnaanza kuleta ile Wakati huo Yesu ameweka, alikuja na akawanjaza na mvinyo mpya, lakini ametuweka pia na sisi tumekaa na wakati wa mwisho, ndio anataka atujaze na mvinyo mwingine mpya.
mpya. Na ndio sababu sisi wote tujitayarishe. Bwana Yesu ako karibu na aweze kujaza kila mmoja na mvinyo mpya, alafu tumfanyie kazi kwa hii muhula ya mwisho. Ikuwe ni one kick, alafu we are doing exploits. Hallelujah. Bwana Yesu awabariki sana. Waweze kusimama.